Naam, habari za wakati huu na karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji, ni kuhabarishe yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania katika nyanja za kisiasa na maeneo tofauti siku ya leo. Mtazamaji, habari za hivi punde ni kwamba Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba leo amejipata katika hali ya kushambuliwa vikali baada ya kutoa kauli hii ya kutatanisha kuhusu chama maarufu cha upinzani Tanzania cha kisiasa na kusema chama hicho ni chama cha uongo kinachotumika kuleta vurugu na kuwachonganisha Watanzania. Sasa Mwigulu Nchemba amejutia kauli hiyo yake baada ya mashambulizi haya ya moja kwa moja. Mtazamaji, chukua sekunde yako moja, bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla nikutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Waziri Mkuu wa Tanzania Mwigulu Nchemba amejikuta katikati ya dhoruba kali ya kisiasa leo baada ya kutoa matamshi ambayo yalitafsiriwa kwa kiasi kikubwa kuwa ni shambulio dhidi ya chama maarufu cha siasa nchini. Maoni yake ambayo yalikitaja chama fulani cha kisiasa kuwa ni mhalifu anayedaiwa kutumiwa kuchochea vurugu na kuwagawanya Watanzania, mara moja yaliibua mjadala mkali mitandaoni na ndani ya duru za kisiasa Tanzania, na pia zimeibua shutuma kali kutoka kwa viongozi wa upinzani na wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa. Mzozo huo ulianza baada ya Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba kutoa hotuba ambayo alizungumzia usalama wa taifa na utulivu wa kisiasa. Katika hotuba yake, Waziri Mkuu alizungumzia kwa kirefu kile alichoeleza kuwa ni matumizi mabaya ya majukwaa ya vyama vya kisiasa Tanzania yanayofanywa na baadhi ya watu kwa ajili ya kuendeleza maslahi yao binafsi. Alidai kuwa baadhi ya makundi ya kisiasa yanafanya kazi kwa kisingizio cha harakati za kisiasa, huku yakifanya kazi kwa bidii kuzua machafuko, kuzua vurugu na kuleta migawanyiko isiyo ya lazima miongoni mwa wananchi wa Kitanzania. Matamshi haya yake kutatanisha dhidi ya chama hicho cha upinzani ambacho hakukitaja jina yaliweza kusababisha makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche kutoa kauli nzito dhidi ya Mwigulu Nchemba na kumshambulia kwa maneno haya makali. Mtazamaji, John Heche alionyesha kukerwa na kusikitishwa na kile alichoeleza kuwa ni jeuri ya baadhi ya viongozi wa chama hicho tawala cha CCM, akiwemo Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, akiwatuhumu kuwa na tabia ya kuwa Tanzania ni mali yao binafsi au kudhania kwamba Tanzania ni mali yao binafsi. John Heche alidai kuwa baadhi ya viongozi wa CCM wanaendelea kufanya kazi kana kwamba wao pekee ndio wana haki ya kutawala, huku wakipuuza sauti na chaguzi za wananchi wa kawaida. John Heche alidai kuwa mawazo haya kama haya ya Mwigulu Nchemba yamechangia mfumo wa kisiasa unaokandamiza ushindani wa kweli na kudhoofisha kanuni za kidemokrasia, haswa wakati wa vipindi vya uchaguzi. Katika ripoti au chapisho lake alilolichapisha kupitia mtandao wake wa kijamii wa Twitter almaarufu X, aliweza kuandika hivi, na chapisho hilo ni kama unalotazama kwenye skrini yako. Chanzo hilo lake liliandikwa hivi: ukimsikiliza Mwigulu na CCM wenzake wanazungumza, utafikiri nchi hii ni mali yao binafsi na sisi wengine wote ni wapangaji. Unawezaje kuiba uchaguzi ukajitangaza kwa nguvu, ukaua maelfu ya watu na wengine ukawafanya walemavu ili uwe kiongozi usiye na ridhaa wala kura za umma? Alafu unapata ujasiri wa kukemea wale wanaokuambia umeiba, wale wanaotaka uchaguzi uwe huru na haki, wale wanaotaka mwananchi ndiye awe na sauti ya kuweka kiongozi anayemtaka. Tena unamwambia analeta vurugu na kuchafua nchi. Hivi aliyeiba uchaguzi na kuua watu na yule anayesema utaratibu ufuatwe, nani analeta vurugu? Nani anatumika kuchafua nchi? Mwigulu, nchi hii sio mali yenu binafsi. Wananchi wana haki na mamlaka yote na nchi yao. Acheni kutishia wananchi. Mtazamaji, kama ulivyotazama, hayo si matamshi yangu, ni matamshi yake John Heche kupitia mtandao wake wa kijamii wa X almaarufu Twitter. Katika majibu yake, John Heche hata hivyo alikwenda mbali zaidi na kuishutumu taasisi hiyo kwa kuendesha mchakato wa uchaguzi. Alidai kuwa chaguzi nchini Tanzania zimezidi kushindwa kufikia viwango vya haki na uwazi. Alidai kuwa viongozi wanatangaza ushindi bila kuungwa mkono na umma au kupata ridhaa ya ukweli ya uchaguzi kutoka kwa wapiga kura. John Heche katika ripoti hiyo pia aliibua madai mazito kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu Tanzania, akieleza kwa nyakati za mivutano ya kisiasa wananchi wasio na hatia wamekuwa wakiuawa, kujeruhiwa au kudhurika kabisa. Alidai kuwa haikuwa haki kwa viongozi wa serikali kuwashutumu wengine kwa kutishia amani na kuleta vurugu, wakati kwa maoni yake kushindwa kushughulikia ghasia na ukandamizaji unaohusishwa na michakato ya kisiasa. Hata hivyo, akiendelea na ukosoaji wake, John Heche alimshutumu Mwigulu Nchemba na viongozi wengine waandamizi kwa kutetea mfumo uliojengwa kwa rushwa, vitisho na udanganyifu.
alidai kuwa watu wanaozungumza dhidi ya ukiukwaji wa taratibu za uchaguzi au kudai uwajibikaji mara nyingi hutajwa kuwa wavurugaji au maadui wa amani, huku ukiukwaji wa haki wa kimfumo ukibaki bila kushughulikiwa. John Heche kutoka Chadema alihoji ni vipi viongozi wanaweza kuzitaja sauti za upinzani kuwa ni hatari, huku akipuuza kile alichokitaja kuwa ni kuminywa kwa demokrasia na uhuru wa msingi. Alisisitiza kuwa amani ya kweli haiwezi kuwepo bila haki na heshima kwa haki za kisiasa za raia. Katika kusisitiza msimamo wake, Heche alieleza kuwa mamlaka ni ya wananchi wa Tanzania, si ya chama kimoja au viongozi wachache au mtu binafsi. Alisisitiza kuwa kila mwananchi ana haki ya kuchagua viongozi wake kwa uhuru kupitia chaguzi za kuaminika bila uoga, vikwazo vya kifedha au vitisho vya kisiasa. Kiongozi huyo wa upinzani Heche aliwataka Watanzania kuendelea kwa uangalifu na kuendelea kudai mageuzi ambayo yanalinda maadili ya kidemokrasia. Alisema kuwa udhabiti wa maana unaweza kupatikana tu kupitia utawala shirikishi, mazungumzo ya wazi na kuheshimu tofauti ya kisiasa. Mtazamaji, awali katika hotuba yake ama maelezo yake, Mwigulu Nchemba ambayo yamesababisha uvamizi huu kutoka kwa John Heche, alisisitiza kuwa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa vimesalia kuwa vipaumbele visivyoweza kutangazwa kwa serikali, na kuona kwamba hatua madhubuti zitachukuliwa dhidi ya yeyote atakayebainika kuhujumu maadili haya bila kujali itikadi zao za kisiasa. Mtazamaji, hata hivyo, sauti na maneno ya waziri mkuu haraka yaliibua msukosuko, huku wengi wakiyatafsiri kwa shambulio lisilo la moja kwa moja lakini la makusudi dhidi ya vyama vya upinzani, hasa kile cha Chadema ambacho kimeibua hasira kwa John Heche na kumjibu Mwigulu Nchemba. Wakosoaji walidai kuwa na maoni hayo yalichora wanaharakati wa upinzani kama uhalifu na upinzani uliohalalisha na kuibua wasiwasi kuhusu nafasi ya kidemokrasia na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Huku matamshi hayo yakienea katika mitandao ya kijamii leo, wimbi la ukosoaji pia limeweza kufuata kutoka kwa wafuasi wa Chadema. Kando na John Heche, pia watumiaji mitandao walimshutumu waziri mkuu Mwigulu Nchemba kwa kutumia lugha ambayo inaweza kukosanisha vyama vya kisiasa nchini Tanzania pamoja na chama tawala, ambayo pia inaweza kuwagawanya zaidi mazingira ya kisiasa katika taifa hilo. Wengine walihoji iwapo matamshi kama haya ya waziri mkuu yanafaa kutoka kwa mkuu wa serikali kama huyo, wakisema kwamba yana hatari ya kuzidisha mivutano ya kisiasa na maneno makali ya kushambuliana mitandaoni badala ya kutuliza hali nchini Tanzania. Shinikizo lilipokuwa likiongezeka, matamshi ya waziri mkuu hata hivyo yaliendelea kutawala mjadala wa kitaifa leo, huku wachambuzi wakipendekeza kwamba upinzani huo unaweza kumlazimu kuchukua nafasi ya tahadhari zaidi wakati mwingine. Waangalizi walibainisha kuwa ukubwa wa ukosoaji ulionyesha kufadhaika kwa kina ndani ya umma juu ya utawala, uwajibikaji wa kisiasa na hali ya demokrasia. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa pia walionya kuwa makabiliano hayo kati ya viongozi wa serikali na wale wa upinzani yanahatarisha hali ya kutoaminiana na kuongezeka kwa migawanyiko katika wakati ambapo nchi inakabiliwa na changamoto kubwa za kiuchumi na kijamii. Walisisitiza haja ya kupimwa lugha na ushirikiano wa kujenga kutoka kwa viongozi wa pande zote. Hatimaye kipindi hiki kimeangazia hali tete ya mazingira ya kisiasa ya Tanzania, ambapo kauli kali kutoka kwa viongozi waandamizi zinaweza kukua haraka na kuwa mabishano ya kitaifa. Wakati mijadala ikiendelea, wananchi wengi wanatoa wito wa mazungumzo, kujizuia na kujitolea upya kwa kanuni za kidemokrasia zinazoruhusu mitazamo tofauti ya kisiasa kuwepo kwa amani ndani ya taifa la Tanzania.